Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika tamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba Ukraine na Urusi zipo karibu kufikia makubaliano ya amani, na anasema hayo alipomkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye makazi yake ya Florida. Viongozi hao wamezungumza mengi sana kwenye kikao cha pamoja na waandishi wa habari baada ya kukutana kwenye makazi ya Trump jimboni Florida Jumapili mchana. Na viongozi wote wawili waliripoti kuwepo kwa maendeleo katika masuala mawili yenye utata zaidi kwenye mazungumzo ya amani: uhakikisho usalama wa Ukraine na kugawanywa kwa eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine ambalo Urusi inataka kulifanya kuwa sehemu ya himaya yake. Trump na Zelensky walitoa maelezo machache na hawakutangaza tarehe ya mwisho ya kukamilisha makubaliano ya amani, ingawa Trump alisema itakuwa wazi katika wiki chache zijazo kama mazungumzo ya kukomesha vita yatafanikiwa. Alisema masuala machache yenye utata kuhusu ardhi lazima yatatuliwe. Naam, nadhani ardhi unayoizungumzia, baadhi ya ardhi hiyo imechukuliwa, baadhi ya ardhi hiyo labda inakaribia kunyakuliwa, lakini inaweza kuchukuliwa kwenye kipindi kijacho cha miezi kadhaa. Je, ni bora kufikia makubaliano sasa? Wamekuwa jasiri sana, walipigana vikali sana na wanaendelea kupigana vikali sana na kusababisha uharibifu mkubwa, alisema Putin. Zelensky alisema makubaliano kuhusu uhakikisho usalama wa Ukraine yamefikiwa, na anasema tulijadili vipengele vyote vya mpango wa amani ambavyo vinajumuisha na tuna mafanikio makubwa. Mpango wa amani wa Agenda 20 tumekubaliana kwa 90%, na dhamana za usalama kati ya Marekani na Ukraine tumekubaliana kwa 100%. Dhamana za usalama kati ya Marekani na Ulaya na Ukraine tunakaribia kukubaliana. Mwelekeo wa kijeshi tumekubaliana kwa 100%. Mpango wa ustawi unakamilika, alisema Zelensky. Trump alichukua tahadhari zaidi akisema kwamba wamefikia 95% ya swala hilo na kwamba anatarajia nchi za Ulaya kuchukua sehemu kubwa ya juhudi hizo kwa msaada wa Marekani. Trump na Zelensky walisema mustakabali wa eneo la Donbas haujatatuliwa, ijapokuwa rais huyo wa Marekani alisema mazungumzo yako kwenye mkondo sahihi na Marekani inapendekeza liwe eneo huru la kiuchumi ikiwa Ukraine itajiondoa huko, ingawa bado haijulikani jinsi eneo hilo litakavyofanya kazi kivitendo. Wala viongozi hao hawakutoa maelezo zaidi kuhusu aina ya makubaliano yaliyofikia kuhusu kuihakikishia Ukraine usalama baada ya vita kumalizika, kitu ambacho Zelensky alieleza kuwa ni hatua muhimu katika kufikia amani ya kudumu. Na nikwambie, muda mfupi kabla ya Zelensky na ujumbe wake kuwasili kwenye makazi ya Trump ya Florida, Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin walizungumza kwenye simu. Trump alisema yalikuwa mazungumzo yenye tija, huku mshauri wa sera ya kigeni wa Kremlin Yuri Ushakov akiyaita kirafiki. Ushakov alisema Putin alimwambia Trump usitishaji mapigano kwa siku 60 uliopendekezwa na Umoja wa Ulaya na Ukraine utarefusha vita. Mshauri huyo wa Kremlin aidha alisema Ukraine inahitaji kufanya uamuzi kuhusu Donbas bila kuchelewa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwenye uwanja wa kivita ni kwamba jeshi la Ukraine lilishambulia maeneo yenye watu wengi katika mkoa wa Belgorod ulio mpakani mwa Urusi kwa kutumia zaidi ya ndege 40 zisizo na rubani na zaidi ya risasi 15 katika saa 24 zilizopita, kituo cha kukabiliana na dharura cha kikanda kimeripoti. Vilevile jeshi la Ukraine limepoteza karibu wanajeshi 4400 na mamluki wa kigeni waliouawa na kujeruhiwa katika wiki iliyopita kwenye mapigano kando ya mipaka ya Jamhuri ya Watu Lugansk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, akiongeza kuwa kikosi cha kupambana kusini kilisababisha uharibifu mkubwa zaidi kwa vikosi vya adui. Mtaalamu huyo wa kijeshi aliongeza kuwa kwenye kipindi cha wiki moja vikosi vya Urusi pia viliharibu vifaru 6, vipande 30 vya mizinga na silaha nyinginezo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amepuuza mapendeleo au mapendekezo kwamba Moscow haina azma ya kutatua mgogoro wa Ukraine, badala yake akizungumzia mashambulizi ya Kiev dhidi ya Urusi. Hapana, ni mzito sana, kiongozi huyo wa Marekani alisema, akimaanisha azma ya rais wa Urusi Vladimir Putin ya kufikia amani. Kulingana na Trump, pande zote mbili zina nia ya kumaliza mgogoro huo. Ukraine imefanya mashambulizi makali sana pia, Trump alisema, akitoa maoni kuhusu mashambulizi ya Urusi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Ukraine. Nadhani yeye Zelensky hajaniambia hilo, lakini kumekuwa na milipuko katika sehemu mbalimbali za Urusi, rais wa Marekani aliongeza. Na Trump, kumbuka, alisema anakubaliana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwamba kusitisha mapigano huku kukiwa na mipango ya kufanya kura ya maoni nchini Ukraine. Vilevile mwaka ujao unaweza kuwa muhimu kwa ajili ya kutafuta mgogoro wa Ukraine, pamoja na uwezekano wa maelewano ya haraka iwapo kambi ya amani itashinda kambi ya vita. Seneta mwandamizi wa Urusi anaandika, 2026 itakuwa mwaka wa matumaini. Hata hivyo,
misimamo au vitendo vya Ukraine havitakuwa muhimu kwa njia ya kutoka kwenye mgogoro huo. Nadhani miezi 12 ijayo itakuwa muhimu kwa hilo, naibu spika wa baraza la shirikisho la Urusi Konstantin Kosachev alisema. Ikiwa kambi ya amani inayoongozwa na Urusi, washirika wake na washirika wake duniani kote, pamoja na vikosi vya kujenga nchini Marekani na Ulaya vinaweza kuzima mkondo wa sera mbaya unaofuatiliwa na kambi ya vita ambayo bado ina ushawishi mkubwa, suluhisho zinazokubalika kwa pande zote zinaweza kupatikana haraka na kwa urahisi, aliandika. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump amekiri hitaji la kushughulikia sababu kuu za mzozo wa Ukraine pamoja na mistari miekundu ya Urusi katika mchakato wa suluhu. Profesa Peter Kuznick, mkurugenzi wa taasisi ya mafunzo ya nyuklia kwenye chuo kikuu cha Marekani huko Washington, anasema kwa maoni yake kiongozi huyo wa Marekani ni wazi ana heshima na upendo zaidi kwa Putin kuliko anavyompenda Zelensky. Maoni yangu yalikuwa kwamba Trump ana huruma na mistari miekundu ya Putin na msisitizo wa kushughulikia sababu kuu za mzozo wa Ukraine, na bado anaamini kwamba Putin ana nguvu na hatimaye atashinda katika uwanja wa vita, kile ambacho Zelensky anakataa kutoa kafara katika meza mazungumzo. Lakini pia Kuznick anasema Trump anaonekana kuelewa kwamba kusitishwa kwa utatuzi wa migogoro na Kiev kunadhoofisha msimamo wa mazungumzo wa Ukraine. Inaonekana kama maendeleo kidogo kama yalifanywa katika mkutano wa Trump leo na Zelensky, jambo ambalo ni la kusikitisha ingawa si lisilotarajiwa. Hakuna alizungumzia mafanikio makubwa, wote wawili walisisitiza ugumu wa masuala yaliyobaki na ugumu wa kuyatatua. Mtaalamu huyo aliongeza akibainisha kuwa Trump hakuonyesha mengi kuhusu uchangamfu na matumaini yake ya kawaida. Kulingana na Kuznick, kiongozi huyo wa Marekani hata alizuia tabia yake ya kawaida ya kusema jinsi mikutano iliyokamilika ilivyo na ni kiasi gani kilichopatikana. Vile vile, wanasiasa wengi nchini Marekani na si wa demokrasia pekee hawana nia kutatua mgogoro wa Ukraine na wanapinga juhudi za amani. Anna Paulina Luna, mjumbe baraza la wawakilishi la Marekani kutoka Florida, anasema mbunge huyo Marekani alielezea matumaini kwamba licha upinzani kutoka kwa baadhi ya wanasiasa, suluhu ya amani kwa mgogoro nchini Ukraine bado itafanyika. Shukrani kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.